Kuitwa kwa watu wadhaifu kwa ajili ya ufalme wenye nguvu. Kuitwa kwa watu dhaifu, watu wa kawaida, kwa ajili ya ufalme wenye nguvu. Tuombe. Mungu, asante kwa sababu tumeanza leo maadhimisho ya miaka 20 ya huduma hii. Tangu tulipokanyaga kihuduma, ukiacha ukanyaga kwa mambo mengine ya kawaida Zanzibar, tulikanyaga tangu miaka ya nyuma huko 95, lakini kihuduma rasmi tulikanyaga mwaka 2000. Na leo tunapozungumza mwaka 2000 tunaelekea tu katika mwezi wa Oktoba, tunaelekea Novemba. Tulikanyaga katika nchi hii siku ya 12 ya Oktoba. Na tukatoka siku ya 22 na tukarudi tena Novemba mpaka leo. Kwa hiyo Bwana, tunachukua kwamba kati ya Oktoba na Novemba ndio miezi ambayo Bwana uliitumia kuanzisha kitu hapa Zanzibar. Kwa hiyo tumeona tuchukue kidogo Oktoba na tuchukue Novemba karibu yote mwezi mzima, lakini kilele chetu kitakuwa siku ile tarehe mosi, lakini tutaendelea kuadhimisha mpaka Yesu utakaporudi. Bwana, tunaomba katika neno hili ambalo tutakwenda kuliangalia kuhusu wito, liweze kuingia katika moyo wa kila mtu na watu wawe tayari kumtumikia Mungu. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Amen. Kuitwa kwa watu dhaifu, kwenye mabano watu wa kawaida, kwa ajili ya ufalme wenye nguvu. Nimesoma Biblia kwa namna ambayo Mungu amenisaidia kuisoma tangu nilipompa Yesu maisha mwaka 1994. Ndio nilimpa Yesu maisha yangu. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi, na kwa taarifa yenu mwezi kama huu wa Oktoba siku na nini. Bwana asifiwe. Nilisikia habari za Yesu kabla ya mwaka 94. 93 nilisikia habari za Yesu vizuri. 94 mwezi wa 4 kulikuwa na siku inaitwa conference kwenye kanisa fulani, nikahudhuria. Nilipohudhuria hiyo conference ndio ilikuwa chachu ya mimi kuja kuokoka baadaye. Miezi michache baadaye, kutoka mwezi wa 4 kuja mwezi wa 6, nikaanza kutafuta neno. Najaribu kuwauliza watu wanaenda makanisani, natafuta neno, na hatimaye Yesu akaniokoa. Na hapo safari ya wokovu ikaanza mpaka leo. Katika kusoma kwangu Biblia, nimegundua na kuona kiuhakika Mungu aliwaita watu wa kawaida kwa ajili ya ufalme wake wenye nguvu. Wengine hata hawakuwa na sifa. Kwa mfano, watu wengi wanamchukulia Paulo kama alikuwa msomi mkubwa sana wa sheria, lakini kwa maisha ya Paulo hakuwa na sifa za kuitwa awe apostle. Kwa sababu kwanza alikuwa muuaji, na mwenyewe anajishuhudia kabisa kwamba wakati anauawa Stefano, yeye aliwashikia mavazi yao waliokuwa wanamuua. Kwa nini anashikia mavazi yao? Wenzetu kule mashariki, wakati hususan Wayahudi, pamoja na zile nguo za ndani, wanakuwa na yale mashuka yao, mamisuli yao. Kwa hiyo ili kwamba akukungute vizuri, ule msuli kila wakati unamsumbua, lazima mpe mtu ashike, abaki na vivi pajama vya kawaida ili akushughulikie. Kwa hiyo Paulo mtume ambaye alikuwa Sauli, baadaye akaitwa Paulo mtume, ni jina lake ni Paulo, alikuwa majina mawili. Israeli ni kawaida kwa majina mawili. Kwa mfano, mtoto mmoja wapo wa Yakobo alikuwa anaitwa Benjamin au Bonedi, mtu huyo mmoja. Ni kawaida kwao. Na hata sasa hivi kuna Watanzania wengi na majina mawili. Kuna jina la baba, jina la mama, sio jina nani. Lililokushika ndio hilo. Kwa hiyo Sauli hata kama alikuwa msomi, lakini angeletwa kwenye viwango vya kutakiwa kuja kutumia kwenye ufalme, alikuwa hafai kwa sababu alikuwa muuaji. Kwa hiyo Mungu anaita watu dhaifu, anaita watu wenye dhambi, anaita makahaba. Katika ukoo wa Yesu, mmoja wapo aliyehusika, bibi wa bibi, anaitwa Rahabu. Rahabu yule ambaye aliwaokoa wapelelezi wa Israeli katika mji wa Yeriko. Biblia inasema alikuwa kahaba. Alipowaokoa wapelelezi, akaamua kumwamini Mungu wa Israeli. Maana Yoshua alisema huyo asiuawe. Mmoja kati ya wazaliwa wa Yuda akamwoa, anaitwa Solomona.
akamuoa. Hiyo unaipata kwenye Mathayo sura ya kwanza. Utaona hiyo Rahabu anatajwa. Lakini ukiendelea unakuja kukutana na mtu anaitwa Ruth ambaye alikuwa Moabu, alikuwa kahaba lakini alikuwa Mwisraeli. Yeye naye akaolewa na mtu anaitwa Boaz. Boaz akamzaa Obedi. Obedi akamzaa Yese. Yese akamzaa Daudi. Daudi akamzaa Suleiman. Suleiman akamzaa Rehoboam. Yeroboam. Ikaendelea hivyo mpaka akazaliwa Yesu. Mungu ana tabia ya kuwaita watu wasiotegemewa. Anawaleta kwenye ufalme wake wenye nguvu sana, na ndio maana usianze kujidharau. Huenda kuwepo kwako kanisani ndio mwanzo wa wito wako mkubwa wa baadaye. Mimi wakati nilipokuwa na shauku ya kumtafuta Yesu, sikujua ndio wito huu. Nilikuwa najua tu na mimi nataka leo naenda kanisani, na mimi nijue kuomba, na mimi nijue kufunga, ingeishia hapo. Na nilikuwa nakwenda kama mfanyabiashara kijana, kwamba nimesikia habari za mafanikio katika Kristo, nimesikia habari za maombi, kwa sababu kwenye hilo kanisa ambapo nimeenda kwenye conference walikuwa na maombi sana ya alfajiri. Niliyapenda sana maombi ya alfajiri kwa sababu nilikuwa nimeona kilikuwa ni kitu kizuri sana, watu wanaomba kabla hawajaenda kazini. Na wakati nilikuwa naitwa Mkristo, nilikuwa sijui maisha hayo. Kwa hiyo nilikuwa nimevutiwa na vile vitu. Kumbe kule kuvutiwa ndio ilikuwa chanzo cha wito mpaka leo. Kwa hiyo ukijikuta unavutiwa na kwaya, unavutiwa na watoto, kufundisha, vijana, upambaji, sio nini, tayari hiyo ndio chanzo cha wito. Na Mungu hachagui watu wa maana sana, waliobobea sana. Anawaita watu wa kawaida. Daudi aliitwa akiwa kijana wa kiume wa mwisho kwa Yese, lakini mchunga kondoo nyikani. Amos aliitwa akiwa mtunza mikuyu, miti inaitwa mikuyu ambayo nyingi inaota pembezoni mwa maji na kadhalika, lakini miti imara kwa sababu ina uwezo wa kuvumilia shida. Alikuwa mtunza mikuyu na mtunza kondoo, akawa nabii. Petro alikuwa mvuvi, ananuka madagaa, masamaki. Akaitwa na akawa nguzo ya kanisa na akawatikisa Mafarisayo. Na Andrea nduguye, na Yohana wana wa Zebedayo na Yakobo walikuwa watengeneza nyavu, wapiga makasia, wavua samaki. Na kuna wakati walikuwa wanakosa, kusoma katika Luka sura ya 5, walikuwa wanakosa katika, wanasema tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Hao watu wa kawaida ndio Mungu aliwaita kuanzisha ufalme wake duniani kupitia wao. Ndio maana Paulo anatuandikia katika Wakorintho wa kwanza, kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, mwambie jirani yako, huenda umeitwa mwenyewe ujui. Kwa hiyo usikasirike ukipewa shughuli nyingi kanisani. Kuna watu najua kutokujua. Ili jambo nataka nilifundishe kwa upana sana, na nitaendelea nalo kulizungumza mara kwa mara, kwa sababu kuna wakati unashangaa vitu vinakuandama. Naomba fagia, fanya hiki, fanya hiki. Pao kwenye moyo unanungunika hivi, kama unanungunika kwamba ina maana mchungaji haoni watu wengine wa kuwatuma isipokuwa. Lakini unanungunikia kwenye moyo, hutaki kusema. Kwa sababu unajua nikimwambia mchungaji pena atanigeuka, atanifukea. Lakini unaona tu anakusukuma. Anaweza hata mchungaji asijue au anajua kwamba huyu aka mtu kana wito, aka mtu kana karama, aka kadada kanaweza kuja kuwa mhubiri baadaye, kanaweza kuja kuwa mtu mkubwa, mwimbaji na kadhalika. Sasa utakuta wewe vitu vingi unapewa vinakuchosha, vinakusumbua. Usikasirike, kwa sababu ndivyo Mungu anavyofanya. Katika waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28, Biblia inasema, mstari wa 26 mpaka 28, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu. Sema mwito wenu. Kwa lugha nyingine, wito wenu, call. Anasema, maana ndugu zangu, angalieni wito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wenye nguvu, si wenye cheo waliofanya nini? Walioitwa. Mtu mmoja akasema, kwa nini Mungu aiti maprofesa?
Kwa nini Mungu waiti intellectual, watu ambao wamebobea? Mungu hana mpango huo. Na Paulo mtume anaandika, naye alikuwa msomi, hakuandika kwa chuki. Kwa sababu angekuwa sio msomi angeandika Petro, ungesema huyu ambaye anataka kuwaponda wasomi. Kaandika mwanasheria wa Torati. Aliyezaliwa katika mji unaitwa Tarso. Kwa wakati ule alikuwa na uraia wa Kirumi ingawa Myahudi. Aliyekuwa anaweza akatamba kama wanavyotamba leo wenzetu wa mataifa makubwa makubwa kwa uraia wao. Akawaandikia Wakorinto, wasomi wa Ulaya, ya kwamba si wote wenye hekima. Brother, umesikia? Si wote wenye nguvu za kisiasa. Hakuwaita kina Herode wahubiri. Kwa hiyo ukiona kina Herode leo wanakosea maandiko wakijifanya na papaza usishangae hajaitwa. Sema amina. Nilimsikia Herode mmoja akasema, nimemsikia hapa pastor kataja andiko, itabidi baada ya shughuli yetu hii aniambie ile andiko liko wapi. Huyo Herode tangu amezaliwa ile andiko halijui kwa sababu hajaitwa. Lakini tazama wewe tangu asubuhi na Biblia yako. Usijione mjinga, mwambie mtu fulani usijione mjinga. Na pengine hata wazazi wako wanakubeza. Yaani kusoma Biblia tu kila wakati pia mwambie ndio itakayonitoa. Amen. Unajua kuna wazazi hawajui. Wakiona mtoto kila wakati anapokuwa maandiko. Yaani ufanyi kazi, unasoma Biblia tu, Biblia, mtoto anaacha Biblia pale, anaenda anapika chakula pale anawekea, akirudi kwenye Biblia yake. Huyu mtoto, huyo kaitwa. Amen. Anasema si wote wenye hekima ya mwilini. Si wote wenye nguvu. Si wote wenye cheo walioitwa. Si kwamba hawaitwi, wanaweza kaitwa mmoja wawili, lakini si wote. Wanaweza kaitwa kwa nasibu, wanaweza kuitwa kwa bahati mbaya, wanaweza kaitwa kwa neema. Si wote. Ndio maana ukiwa na wito unapaswa kumwambia Mungu asante. Pamoja wito una madhira yake, wito una mateto yake, wito una mambo yake. Unajua mambo ya wito tu. Unaweza kuwa kutawaliwa kalala na njaa, ukakataliwa, ukaonekana mvivu, kwa nini umeacha vyeti vyako vya shule, unaamua kwenda kwa mchungaji, si utakuwa maskini. Kuna namna nyingi inawezekana zikatokea kwa sababu umekubali wito wa Bwana. Na Mungu anakuita wakati mwingine bila hata kukwambia nimekuita. Maana sio kudanganya mtu akwambia kwamba ukiitwa lazima wote kwenye ndoto. Maana tunachukua zile shuhuda za hao wahubiri ambao wanatuambia Yesu kawatokea, ndio shuhuda zao. Achana naso, kama wametokewa ni wao. Sio lazima Yesu akutokee live. Yesu anaweza kuita kimya tu. Sio lazima kutokea. Watu kama kina Petro aliotokea tu katika hali ya kawaida mwilini tu, nifuate. Kama Petro angeweza kusema nasubiri paka ndoto, angechukua muda sana. Usisubiri ndoto. Unasikia kufuata mambo ya kiroho, wito unaanza. Mstari wa 27. Biblia inaendelea kusema, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye nini? Wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Sasa ni wewe mwenyewe. Ukishajua Mungu amekuchagua, usiwe na woga. Tamka kitu kitatokea. Sema neno la mtume wangu atapona, itatokea. Lakini shida sasa iliyotokea, shetani anatukandamiza ufahamu wetu. Tuwaone watu ambao wako kule juu kisiasa, tuwaone watu ambao wako kule juu kimaendeleo, kiuchumi, kifedha, kama ndio watu wa maana sana wa kuwaogopa. Wakati mwingine hatufungui hata vinywa vyetu kueleza neno la Mungu. Ngoja nikwambie kwa taarifa yako. Wewe bila kujua hao watu wanakuogopa wewe. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Biblia inasema Herode alimuogopa Yohana. Sio kwa sababu Yohana alikuwa na silaha. Sio kwamba Yohana alikuwa general. Yohana alikuwa nabii, Yohana Mbatizaji. Lakini alikuwa na ujasiri wa kumwambia Herode, sikiliza. Watu wote hawawezi kukwambia, lakini mimi nakwambia, huyu Herodia alikuwa mke wa mdogo wako. Wewe ulikosea kuchagua, ukachagua demu aina yule. Sasa mdogo wako akachagua kipusa. Naona tamaa imekuongezeka, umeacha mkeo, umechukua, mrudishe faster. Haraka. Wengine wanasema mapenzi yanaishaga, sio Yohana anasema hayaishagi. Herode umekosea. Pena hadharani, sauti ya mtu anayenyikana. Watu wote kimya. Hamna mwanasiasa angeweza kumwambia Herode mrudishe Herodia kwa sababu anakufa siku ya pili yake. Herode kwa aibu alichokifanya akamweka tu Yohana gerezani ile ajifute aibu, lakini Biblia inasema alikuwa anamuogopa Yohana. Amen.
Na Herode hakupanga kumuua Yohana. Yohana alikufa kwa siku yake, kwa sababu ilikuwa Yesu tayari huduma imefika. Kama ingekuwa huduma ya Yesu haijaanza, Yohana asingeuawa. Na ndio maana nimesoma Biblia tena nimerudia Mathayo 14 nimerudia tena. Unajua Yesu alipokuja kuambiwa Yohana amekufa, Biblia inasema akaenda nyikani. Inaonekana alikwenda kulia. Sio Biblia inamuelewa. Akaenda nyikani huko, akakaa huko. Baada ya kutoka nyikani, ndio sasa akaanza kueleza habari za Yohana. Hakuanza pale pale. Alipoambiwa Yohana amekatwa kichwa, hakutoa neno. Alienda zake nyikani kuomboleza. Lakini kwa anajua kwamba Yohana alishasema kwamba kuna mtu anakuja nyuma yake bali Yesu. Hastahili kulegeza hata viatu vyake. Na Biblia inasema Herode alipojiingiza kwenye mtego kwamba mwanangu chochote utakachoomba nitakupa, kwa sababu alicheza vizuri kwenye birthday. Ndio maana na wasiwasi nayo sana birthday. Kwa sababu iliondoa kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mwambie yeye nako chunguza. Birthday ndio iliondoa kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mimi birthday yako haitaondoa kichwa changu kwa jina la Yesu. Amen. Birthday to me, birthday to you. Kivyako. Bwana asifiwe. Naishi kwenye ulimwengu ambao ushatulazimisha. Binti Herodia alipokata viuno vizuri akamsuuza babake. Babake akainuka. Akasema mwanangu hongera. Na unajua wanasema hivi, ukifurahi sana usitoe ahadi, ukikasirika sana usitoe ahadi. Subiri kila kitu kikae sawa. Anajua katika furaha ya kupindukia akamwambia hata nusu ya furaha yangu. Wewe unafikiri ni kweli kwamba yule mtoto angesema baba toa kwenye account kuna ngapi nimpe mzigo kabisa nusu yake? Angetoa. Sasa usubiri mkue kidogo nini ndio angemweka pembeni. Hivi nasema kwa sababu ya viapo vyake akaangalia kushoto na kulia, mfalme asipotekeleza hilo itakuwa shida, uasi utatokea. Akasema basi kamchinjeni Yohana. Lakini Biblia inasema kwa masikitiko. Na yule mtoto pia hakutaka ile zawadi. Alikwenda kwa Herodia. Ipo siku nitapiga matatizo ya kina mama kwenye eneo hilo. Yaani Herodia anajua kabisa yeye si halali kukaa na shemeji yake. Lakini lenyewe ndio limefurahi. Linachochea anayewasema auawe ili aendelee kula amtafune mume wa mtu, kwa sababu Herode alikuwa na mkewe. Ameingilia ndoa. Na yeye kalazimishwa kutolewa kwenye mikono ya mdogo wake Herode, toka nitoke. Dunia ni mbaya tangu zamani, sio leo. Sio leo. Tazama mwanamke alivyo hatari, ameingia kwenye ndoa sio yake, kanyang'anywa kwa mdogo mtu, lakini anajitahidi kuhakikisha kwamba wote wanaofungua mdomo kumuondoa kwenye mikono ya mfalme. Sio mfalme anayetaka, lakini wote wanainua midomo kutaka aondoke wauawe. Hiyo spirit ya ajabu sana. Hatujui ule mchezo uliishaje huko mbele, lakini tunachokijua Herode alikuja kupoteza maisha. Ndugu yake Filipo atuambie kitu, huenda aliokoka baadaye. Lakini hatujui kitu. Mungu anawaita watu dhaifu kama kina Yohana. Chakula chake ni nzige na asali. Biblia inasema alitokea mtu anaitwa Yohana. Alitokea. Na huyo mtu alizaliwa na mama ambaye alikuwa tasa kwa muda mrefu. Wakati wewe tukikaa muda mrefu bila watoto, ujue kuna katoto kanaandaliwa kakubwa duniani. Sema amen. Amen. Hawa watoto fatua hawa wanakuwa watu wengine hawajaandaliwa vizuri. Wakati huyo umekaa miaka 10, 15 hamna mtoto. Kumbe jamaa anatengenezwa. Sauti ya mtu aliye nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana. Anatengenezwa jamaa. Anatengenezwa. Yule anaibuka anazaliwa baada ya kumaliza kunyonya, hataki chakula cha mtu, anataka asali na nzige wa mwitu. Asali ya mwitu na nzige. Jamaa yuko rohoni si kawaida. Anakaa huko nyikani na Jordan, anasema tubuni, ufalme wa Mungu umekaribia. Ana speaker, ana mic, watu Yerusalemu yote inamfuata. Anaanza kuwabatiza. Alafu anamwambia Herode, acha dhambi. Hata kama alimuua, zile picha za Yohana hazijakosekana kwenye maisha yake. Mungu amekuita, hujasoma sana. Mungu amekuita, hujatokea ukoo pengine wa kisiasa. Mungu amekuita, watu hawakujui. Lakini atafanya akutambulishe kwa watu na watakujua kwa jina la Yesu. Amen. Nasema atakutambulisha kwa watu. Amen. Watu wanaweza sikutambulisha. Yohana alimtambulisha Yesu.
wachungaji wanaweza wasikutambulishe, ndugu zako wanaweza wasikutambulishe, lakini kama utajua kwamba umeitwa na ukaufanyia kazi wito wako, kumbuka umeitwa katika ufalme wenye nguvu. Amen. Ufalme usiotetemeshwa, ufalme wa Mungu. Katika Waebrania sura ile ya 12 mstari 28 anasema sisi tunatumika katika ufalme usiofanya nini? Usiotetemeshwa, usiotikisika, usioogopa. Ufalme wenye nguvu mno ndio ambao Mungu ametuita tutumike huko. Ufalme ambao ukiambia mapepo kwa jina la Yesu toka, yanatoka. Ufalme ambao unaweza kuamrisha ugonjwa upone ukapona. Ufalme ambao unawafanya watu wakitubu na kumaanisha wanakwenda mbinguni. Unaitwa ufalme usiotetemeshwa. Katika Ibrania 12:28 anasema basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kufanya nini? Ndio wito wetu, yani tunapoitwa tunaupokea. Ndio maana yake kupokea wito. Ufalme usioweza kutetemeshwa, vile na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Mstari 29 anasema maana Mungu yote tunayemtumikia ni moto ulao. Sema amina. Amen. Sema amina. Anasema Mungu ni moto ulao. Akikuita akasema nenda Manyara, nenda. Akikuita akasema nenda Bububu, nenda. Akikuita nenda, usiogope. Atetemeshwi. Unatetemeka wewe, sio yeye. Yeye ni moto ulao, anaweza kula mapepo yanayotajwa katika mji fulani, katika mkoa fulani kwamba ni mapepo konki, ni mapepo ya kutisha kwa majina mazito. Utashangaa wewe hayo mapepo naambia kwa sekunde 5 kabla sijageuka upande huu nageukia upande huu, nikigeukia upande huu mmeshatoka, pepo zako zishatoka, kwa sababu kwenye ufalme usiweze kutetemeshwa. Itikia wito. Itikia wito. Nasema itikia wito. Wito Mungu anakuita nao ndio huo ameanza na wewe. Usije ukadhani kwamba nasubiri ndoto ije, nasubiri nini kije. Wewe subiri. Mungu ameshakuita, tumika. Tumika. Na ukiona interest yako sehemu fulani, jua tayari wito umeshaanza. Wito wa maombi. Mungu anataka waombaji. Nisikilizeni. Dunia leo haina waombaji. Nawaambia kweli. Leo hii waombaji muda mrefu tuko na visimu mkononi. Nimewasikia waombaji wanalalamika, sasa unajua mtumishi wa Mungu hatuna network, sasa hatupati YouTube. Nikamwambia kwa YouTube inakusaidia nini? Sina hiyo YouTube naweka kule praise ndio naomba. Yaani paka utekenywe ndio uombe. Na kina Elia alikuwa naombaji. Na kina Elisha walikuwa wanaombaji. Kina Ana binti Fanueli ambao wameomba paka Yesu kazaliwa walikuwa wanaombaji. Kina Simeon walikuwa wanaombaji. Hatuna waombaji. Waombaji wa sasa simu ikipigwa ndio kwenye dili anakuja, mtumishi nipo kwenye maombi napatikana lakini baada ya dakika 10 na maombi yameisha. Kumbe jamaa hata hana hadi hela wala nini. Nilikuwa nakusalimia tu umekatiza maombi. Tunataka watu wenye wito waombaji. Yeremia akasema tafuteni wanawake wanajua kuomboleza, wenye wito, wameitikia wito. Ana binti Fanueli kaitikia wito wa maombi. Leo ukitangaza kanisani, wanajisikia kuja kukesha, wanajisikia kuja kuomba. Utaona watu ndio afikiri kuomba kwa saa moja ndio muombaji. Ni sawa, wewe ni muombaji kwa sababu unakaa na watu ambao dakika 5 kuomba hawawezi. Sasa usikwani usijione muombaji. Unakaa na watu ambao hawezi kuomba hata kwa saa moja, wakiomba sana dakika 15 na miayo na mausingizi. Wewe ukiona umesukuma saa moja, wewe ni kweli muombaji wa kiwango cha, lakini sio kwa kiwango cha ufalme tunaotumikia. Ufalme tunaotumikia unataka maombi ya kina mpaka ukumbukwe. Amen. Mungu aliwakumbuka watu kama kina Samueli, kama kina Musa, kina Yeremia. Wako magotini wanamuita Mungu. Wako magotini wanalia na Mungu. Wanaomboleza. Nataka nikuonyeshe mambo mawili kwa haraka kabla tujaondoka. Jambo la kwanza, mifano ya watu wa kawaida au waliokuwa tu, nimetumia neno wa kawaida. Watu waliokuwa wa kawaida walioitwa. Watu wa kawaida. Na wanatupa ushuhuda. Waliitwa wakiwa kutoka, yani nisikilize, kuna wakati maisha yanakutanza
labda kwa sababu una wito. Unashika vitu vingi, unakuta haviendi. Ngoja niwaambie, kuna watu hapa hamtaolewa mpaka muitikie aina za wito wenu ambao Mungu amewaita. Kama ni uimbaji, Mungu anataka ufanye bidii, utunge mashairi, uimbe, alafu utaona kwenye Facebook wanamiminika wanaume kama 500 watu wanataka kukuoa wewe, unamchagua mmoja tu. Kwa karama yako tu ya uimbaji, sio kwa sura yako. Sitaki kumtaja jina muimbaji mmoja niliwahi kuona, alisema anataka mtu akumuoa yeye ni mwanamke na alikuwa na watoto. Sasa anataka mtu akumuoa. Niliangalia wale watu ambao wameomba kumuoa. Mmoja akasema nitapenda watoto wako kama unavyowapenda, si utajuaje? Yaani watu wametiririka pale kwa karama yake tu, sio kwa sura yake. Kuna watu, kuna vitu hawatavipata mpaka wameitikia wito. Wanaweza kusumbuka sana kwenye hizi kazi za kawaida hizi. Unashangaa wajenge nyumba, wanunue gari, wakiitikia wito tu kila kitu kimekaa sawa. Wito unaongezea thamani yako mbele za Mungu. Pamoja na wito wako wa kwanza wa wokovu, lakini wito wa huduma pia. So kuna wito wa kwanza wa wokovu, ile call of salvation, wito wa wokovu. Alafu baadaye kuna wito wa huduma. Sasa leo tunazungumzia wito wa huduma zaidi, sio wito wa wokovu. Kwa hiyo ukisoma katika Amos kwa haraka, basi soma andiko mfululizo, alafu tuzungumze. Katika Amos sura ya 7 mstari wa 14 mpaka 15. Amos sura ya 7 mstari wa 14 mpaka 15. Biblia inasema, tunaangalia mifano ya wito wa watu wa kawaida walioitwa. Mifano ya watu wa kawaida walioitwa. Amos 7:14-15. Ndipo Amos akajibu akamwambia Amazia mfalme, mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu. Nataka uone jinsi ambavyo wakati mwingine haitegemei genetic, haitegemei DNA, haitegemei wakati mwingine umetokea familia gani. Anasema kwanza, sikuwahi kuwa nabii, wala babu yangu wala baba yangu hawakuwahi kuwa manabii. Kazi ambayo wazazi wangu walinipatia ni utunzaji wa mikuyu na uchungaji. Uchungaji huu sio uchungaji wa pastor, sio uchungaji wa huduma, ni uchungaji wa shepherd, mchunga kondoo wa kawaida, mchunga kondoo wa nyikani. Na hapa amesimama mbele ya mfalme ambaye ameleta jeuri, wakati huyu mtu wa Mungu Amos amemwambia Bwana asema 1 2 3. Yeye hataki kusikia kile ambacho Mungu anasema, ameleta jeuri. Sasa Amos anamwambia, sikiliza, hii kazi sijajitafutia. Kwa sababu hii kazi watu hawajitafutii, Mungu ndiye anawatafutia. Kazi hii sijaitafutia. Na baadaye alimpiga power. Tutaona baadaye. Akamwambia nilikuwa ni mchungaji na mtunza mikuyu. Naye Bwana akanitwaa, yani akaniita katika kufatana na kundi. Bwana akaniambia, enenda uwatabirie watu wangu Israeli. Sema wito. Na utikie amina. Wito. Toka kwenye kazi ya hoteli, nakupa kazi kule kahubiri. Toka kwenye kazi ya ajira, nakupa kazi kule kufanya hivyo. Toka kwenye biashara. Ndio mimi Mungu alivyoniita, nilikuwa kwenye biashara. Na ilikuwa imechanganya, imenoga. Mungu akasema toka. Ilikuwa sio rahisi kutoka. Sio rahisi. Na akasema toka. Nikimwambia Bwana toka, anasema utatoka tu. Mpaka maono, mafunuo na mifano mingi, nikasema nimesalimu amri, nimesalimu. Mungu anawaita watu kutoka hata kwenye shughuli zao, sio kutoka vijiweni tu. Unajua mimi niko kijiweni muda mrefu, msoto nataka huduma. Kaa tulia, kusikiliza wito. Mungu anaweza kukuita kutoka kwenye kazi yako ya maana, inakupa mshahara milioni 3, milioni 4, milioni 5, akasema nimekuita. Alafu mke wako ukiongea naye anasema huyo sio Mungu kabisa. Tena twende kwa mchungaji haraka. Kabla hujasema kashapiga simu kwa mchungaji. Pastor, nataka nikwambie kitu kwa neema. Unasemaje? Kuna kitu nataka nikwambie. Hapa tunabishana. Mnabishani. Lakini pastor, usinielewe vibaya. Huyu mwanzo anataka kuacha kazi, anasema ana wito. Wito gani? Ana wito. Sema amina. Sasa unatuachaje? Mimi mdogo wangu nimemwambia aje sema hapa, kama akiweza aje aseme jinsi ambavyo alitamani ardhi ifunuke aingie nilipomwambia na muacha na kwenda kufanya kazi ya huduma wakati ya mwanafunzi.
na mwacha peke yake. Nimewahi kumuuliza siku nikamwambia, katika vitu ambavyo unahisi kwamba vimewahi kuumiza kwenye maisha yako, akasema kipindi ulipoamua kuwa mchungaji afu kaniacha dawa peke yangu. Na yule mtu sio mzungumzaji. Nimeongea naye nikamwambia, kama ukiweza njoo uambie kanisa. Na nimemwachia vitu vyote, biashara ni yake, akasema hiyo kitu ilitaka kumletea matatizo makubwa kwenye maisha. Sasa wakati mwingine inakuwa hivyo. Unachukua uamuzi ambao unatikisa familia, lakini ndio Bwana amekuita. Amos akaacha mikuyu, Amos akaacha kondoo, akasema naenda kutabia Israeli. Ili anaenda kutabiri tu, mfalme kainuka anambia, wewe unamtabiria nani hapa? Nenda katabiri huko, toka hapa. Amos akasema nitakuonyesha baadaye. Bwana asifiwe. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 7. Mifano ya wito, mifano ya watu wa kawaida walioitwa. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 7. Neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Sikiliza, huyu mtu aliyeitwa bado mdogo, kijana kama Mungu alivyoniita mimi, miaka 24. Wakati nilikuwa naelekea nilikuwa miaka 24 na miezi, kwenye wito nilikuwa miaka 24 kama na miezi 7. Mpaka nakuja kwenye uchungaji miaka 24 karibu na miezi 8. Unaenda mwaka wa 25. Umeelewa? Ilikuwa imekosea kama miezi 4-5 kuingia mwaka wa 25. Yeremia anasema alikuwa hata hajui cha kusema. Nakumbuka hata mimi mwanzo nilikuwa najiuliza, hivi nitakuwa na uwezo kiasi gani wa kuhubiri miaka yote ya maisha yangu? Hiki kitabu hiki sikitaisha. Yaani unajiuliza nitapata wapi jumbe? Kumbe mimi kugundua sasa nimehubiri kwa miaka 20. Sijahubiri hata nusu ya Biblia. Kwa sababu kila siku mafunuo mapya. Kila siku. Kina Kumu washahubiri sasa miaka zaidi ya 40. Kila siku anakuja na nondo mpya kutoka kwenye hili neno. Yeremia akasema mimi sitaweza kuzungumza na watu hawa. Mungu akamwambia nini mstari wa 7? Lakini Bwana akaniambia usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema na kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, sema Bwana. Sema amina. Mwambie nako wito unaambatana na Mungu kwenda na wewe. Mwambie mwingine wito unaambatana na Mungu kuwa pamoja na wewe. Sasa hiyo haionekanaje kibinadamu? Binadamu hawaonaji kwamba huyu jamaa yupo na Mungu, kwa sababu utembei naye ukaonekana naye physically kwamba umeshikana na Mungu barabarani, basi mnakwenda hivi, huyu Mungu, huyu wewe, malawi malaika, huyu wewe, tena Mungu ajidhihirishe mara eti vimbunga mbele yako, ukisema na watu vimbunga, mara sijui nini, mauzauza. Hayana hiyo, unaonekana kila siku uko peke yako. Na baadaye unaoa, unaonekana uko na mkeo na watoto. Lakini kwa taarifa yako, yeye aliyekuita yuko pale. Ukiwa kitandani yupo, kwenye boti yupo, kwenye ndege yupo, safarini yupo, nyumbani yupo. Ndio maana anasema usifanye kitu kibaya sirini, kwa sababu anasema mimi nitakuwa pamoja na wewe. Sio pamoja wakati ukaa madhabahuni tu peke yake ndio yuko pamoja. Yeye yuko pamoja na wewe, uwepo wake uko pamoja na wewe wakati wote. Wakati wote. Soma pia kitabu kile cha Isaya sura ya 6 mstari wa 5. Isaya sura ya 6 mstari wa 5 hadi wa 8. Isaya 6 mstari wa 5 hadi wa 8. Ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Na macho yangu yamemuona Bwana mfalme. Na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa
kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Sema amina. Mstari wa 8, kisha nikasikia sauti. Utaisikia sauti mwaka huu. Nasema utasikia sauti mwezi huu, na utasikia sauti mwezi ujao. Wengine utasikia sauti baada ya miaka 5, baada ya miaka 6, baada ya miaka 7. Wengine utasikia baada ya miaka 10 kutoka leo watoto wetu. Wengine utasikia baada ya miaka 20 kutoka leo. Anasema kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, ni mtume nani naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Bwana akamuita mtukanaji. Mtu aliyekuwa na midomo michafu, sio kwamba alikuwa apigi mswaki. Midomo michafu inawakilisha matusi. Midomo michafu inawakilisha watu wenye kusodoa wenzao na kuchamba wenzao. Yaani wenyewe wanachamba na mchamba, sio anamnawisha, sio anafanyaje. Bwana anamuita mtu mwenye midomo michafu. Ndio maana sikiliza, kuna baadhi ya watu wamekosea kanisani, wanapotubu na kuomba msamaha, tunawapokea kwa haraka kwa sababu baadhi yao wana wito. Umeelewa? Baadhi yao wana wito, na Bwana akisha watakasa, akisha waosha, usiwahukumu tena. Watu ambao walikuwa wanamjua Isaya ni mtukanaji, mtu wa matusi, mtu wa kuzodoa watu, mtu ambaye maneno yake ni ya kuumiza watu, wasije kubali wito wake. Tena anasema ole wangu mimi, maana nina midomo michafu. Sio kuna mtu kamwambia wewe Isaya na midomo michafu kama tunavyowaambia watu sisi. Mwenyewe anakiri midomo michafu, na sababu ya kuwa na midomo michafu, anaishi na watu wenye midomo michafu. Mwambie jirani yako, usipende kusikia watu wanaongea lugha mbaya. Zitakuambukiza matusi. Utajikuta na wewe ghafla na ulokole wako umechokoza, ushamtukania mtu mama yake. Kwa sababu aliyokuzunguka ni mitusi tu. Ni mitusi tu. Jiepushe nao. Kaa mbali nao. Wanachafua roho yako, wanachafua mawazo yako, wanachafua akili yako. Isaya anasema, ole wangu maana na midomo michafu, na watu naoishi nao hawanisaidii kumaliza tatizo hili. Maana nao wana midomo michafu, hawamalizi hili tatizo. Badala wanisaidie wamalize hili tatizo, ndio kwanza wananididimisa. Kwa sababu ndio lugha zao. Nipe nikupe, tusi kwa tusi, neno kwa neno, mchambo kwa mchambo. Lakini Mungu alimuita huyo mtu. Biblia inasema Mungu alimtakasa. Huyo mtu ameandika vitabu katika kitabu chake, kina sura 66. Alizama sana katika utumishi, amekaa katika tawala mbalimbali, falme mbalimbali. Lakini anasema alikuwa ni mtu mwenye midomo michafu, lakini Mungu alimuita. Amen. Kuna watu unakutana nao mitaani, unaogopa hata kufungua mdomo wako kusema nao, unasema nikisema na huyu kaka atanitukana. Mimi nasema hivi, sema naye. Huyo mtu ana wito ndani yake. Wewe hujui. Unamkuta mtu anasema kanisa nini bwana, nyega mitusi, sema naye neno la Mungu. Baadaye atakuja kumhubiri Kristo. Amen. Isaya alikuwa na matusi, alikuwa na midomo michafu, lakini Mungu akamuita. Inasema malaika akamwona malaika anakwenda kwenye madhabahu ya mbinguni, akachukua kaa la moto, akashuka nalo katika usingizi ndotoni, paka kwa Isaya akanitia kwenye mdomo wake, akaisipitisha kwenye mdomo, kwenye ulimi, kwenye kichwa, kwenye kinywa, kwenye lipsi, kwenye kila kitu. Alafu akalitoa akamwambia Isaya, umetakaswa. Sasa nenda kahubiri, utukani tena. Sema amina. Wengi wetu tulikuwa hivyo. Tulikuwa tunatengeneza. Leo hata tunapoona watu wanatukana kwenye mitandao tunashangaa hata hawaogopi. Ndio tulivyokuwa na sisi. Sasa hata kuna maneno hatuwezi kuyatamka kwa sababu tayari vinywa vimetakaswa. Vinywa vimesafishwa. Vinywa vimeoshwa kwa kaa la moto, kwa damu ya Yesu. Na kuonyesha watu wa kawaida ambao Yesu aliwaita ili waje kutumika kwenye ufalme wenye nguvu. Mathayo sura ile ya 4. Tutaisha andiko hilo after kwenye chapter tumalize. Sababu mambo ni mengi. Mathayo sura ya 4. Mathayo sura ya 4. Mstari wa 18 mpaka wa 20. Mathayo 4:18 mpaka 20. Naye alipokuwa akitembea, yani Yesu, kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Sema amina. Mara akaziacha nyavu zao, wakamfuata. Mstari wa 21. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwemo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, katikati ya baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita. Sema amina. Mara wakakiacha chombo cha baba yao, wakamfuata. Mwambie mtu fulani, unaweza ukaitwa
katikati ya mafanikio ya familia yenu. Mungu anaweza kukuita kutoka katika nyumba ya mafanikio. Nilikuwa namsoma mtu mmoja katika Biblia ambaye Paulo mtume anamtaja, anasema nasema kidogo jina kile alikumbuka, anasema na fulani anawasalimu yeye kutoka katika nyumba ya Kaisari. Alikuwa anafanya kazi kwa Kaisari. Bwana akamuita atumike, na akapokea wito. Wako na baba yao Zebedayo. Yesu akamwambia nifuateni. Biblia inasema wakakiacha chombo. Utafika mahali wito utakufanya utoke kwa wazazi. Bado hujaoa kama Mungu alivyoniita mimi. Sikuwa nimeoa. Niliitikia wito miaka 5 baada ya wito ndio nikaoa. Usiseme eti paka nioe. Mimi nawashangaa kuna watu wajifanyaga wana mipango. Yaani mchungaji, mimi napenda kuwa mchungaji, lakini wanasema ni uchungaji sije nikaanguka sijawa. Wewe unaanguka hata kabla wewe mieleka unapiga. Sasa unaweza kwenda kuanguka kwenye uchungaji usianguke wakati ukiwa mshirika. Kule sina mahali pa kuwa makini zaidi. Na kwa taarifa yenu itikia wito, kwa sababu wito pia utakufanya kuwa mtakatifu sana, mtakatifu zaidi ili kwenda mbinguni. Kwa sababu wito unakufanya kuwa makini. Wito unakufanya uwe kielelezo kwa waaminio. Kwa hiyo ukipata wito wa kuolewa na mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, hata kama hana mapene sana, kubali. Bwana asifiwe. Wachungaji wakikuoa utaona na njaa mwanzo mwisho. Ana kazi gani mchungaji? Ana washirika wangapi? 4. Hajaonyeshwa huyo ni mawenge yake, ana wenge tu huyo. Hana wenge. Bwana akamfunulia kwamba wewe sasa utaenda kuongezea wale watu. Na sisi tumeona tulipokuwa tujaoa idadi ya watu tuliokuwa nao na baada ya kuoa tofauti. Kwa sababu Mungu anamleta mtu ambaye ana kibali. Hata kama asihubiri, akikaa tu kwenye kiti pale atakamwona mama mchungaji, wanajipanga kuja kanisani. Itikia wito. Amen. Katika mazingira yote ulionayo, sema amina. 3 na mwisho, 2 na mwisho. Hapa kuna mambo matatu na 3 tutaliangalia kesho. Mlipuko, au tusome yote matatu ila tutende kwa muda wa haraka. Mlipuko wa nguvu za Mungu zitendazo kazi kwa watu walioitwa. Mlipuko, yani kama umeitwa, kitu cha kwanza utashangaa ukishaitikia wito, kuna nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yako kwa ajabu. Ukiombea wenye mapepo wanafunguliwa, ukiombea wenye dhambi wanaokoka, ukiombea vuta sigara wanaacha, ukishauri watu wanachukua ushauri wako kwa uzito sana kuliko ilivyokuwa zamani. Mlipuko wa nguvu za Mungu zitendazo kazi kwa watu walioitwa. Matendo ya Mitume sura ya 3 kuanzia mstari wa 11 hadi wa 19. Matendo ya Mitume sura ya 3 nasoma mfululizo bila kufanua ili utapata picha. Ni mlipuko wa nguvu sio kwa kawaida. Matendo 3 mstari wa 11 hadi wa 19. Basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyikia mbio katika tao lililoitwa tao la Suleiman, wakishangaa sana. Hata Petro alipoona hayo akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastajabia haya? Au mbona mnatukazia macho sisi, kama kwamba tumemfanya mtu huyu aende kwa nguvu zetu sisi, au kwa utaua wetu sisi? Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mlimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Basi ninyi mlimkana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji. Mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake, sema amina. Amen. Na kwa imani katika jina lake limemtia nguvu mtu huyu mnayemuona na kumjua, na imani ile iliyo kwake yeye imemtia huyu uzima, imempatia huyu uzima huo mkamilifu mbele yenu ninyi nyote. Mstari wa 17. Basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale
aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Mstari wa 19, tubuni basi rejea, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Unafahamu kisa hichi? Yule mlemavu tangu kuzaliwa, Petro alimwambia, sina fedha, sina dhahabu, nilicho nacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu Kristo simama uende. Petro anasema si kwa utakatifu wetu, bali kwa nguvu ya yule mlemuua nyinyi. Kutatokea nguvu za ajabu ndani ya watu wanaitikia wito, za kujibiwa maombi, za kufanya miujiza, ishara na maajabu za kupita kawaida zitaonekana juu yao. Matendo ya Mitume 4:13-14. Matendo ya Mitume 4:13-14. Basi walipoona ujasiri wa Petro, Yohana, na kujua kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Na wakimwona yule aliyeponywa akisimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Hawatakuwa na neno la kujibu. Nasema hawatakuwa na neno la kujibu kwa jina la Yesu. Wito unaambatana na miujiza. Wito unaambatana na karama. Na ukiona kwamba Mungu amekuita kuna miujiza, kuna karama, lazima umdai. Kwa sababu ndivyo ilivyo. Petro alikuwa mtu wa kawaida. Ndio maana katika sura 4 tuliposoma mstari wa 13 na 14, Biblia inasema watu walimtambua kwamba ni mtu asiye na elimu wala maarifa, lakini kwa mambo aliyoyafanya wakajua kabisa yuko pamoja na Yesu. Sema amina. Nataka majirani zako wajue uko na Yesu. Ndugu zako wajue uko na Yesu. Rafiki zako wajue uko na Yesu. Sio Mkristo wa kawaida, ni Mkristo ambaye Yesu anafanya kazi ndani yake. Wakiumwa unawaombea wanapona. Unawatolea unabii wanapokea. Unawaombea wanapokea. Itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Matendo 5:12. Matendo 5:12. Tunazungumzia mlipuko wa nguvu za Mungu zitendazo kazi kwa watu walioitwa. Matendo 5:12 anasema mstari wa 12, na kwa mikono ya mitume zilifanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Ishara na maajabu mengi kwa mikono ya kina nani? Kwa mikono ya kina nani? Kwa mitume, watu waliotumwa, watu walioitikia wito, watu ambao Mungu amewaita. Nataka kwambia ukiitikia wito, karama zitaanza kuonekana. Itikia wito wa Kristo. Kama ni wa maombi, kama ni wito wa uimbaji, kama ni wito wa ualimu, kama ni wito wa uinjilisti, kama ni wito wa uchungaji, kama ni wito wa unabii, kama ni wito wa utume, itika. Kama ni wito wa kuhudumia, itika. Wito wa ushemasi, wito wa kuandaa madhabahu, itika, na utaona vipawa, karama, maarifa. Hata kama hujasomea, Mungu anakupa maarifa, anakupa ufahamu, anakupa karama, anakupa vitu ukuwa navyo zamani. Ukitazama madhabahu tayari kuna kitu kimesha kujia, kinajengeka, unasema nitaifanya hivi. Ukiliangalia hivi kanisa tayari kuna kitu kimekujia. Unajua sema tulipo ni padogo, lakini wito unaambatana na vipawa. Unaona mambo yanavyobadilika. Unaona? Na unajisikia kukaa. Leo sisi tuna vitu vya kisasa kuliko wale wenye majengo mazuri. Bado kwenye maplastiki. Sasa nataka nakwambia hivi, mwaka ujao huko 2021 huko 20 huko na 21 na 22 tunakwenda kuleta executive chair. Unakaa unanesa hivi unarudi. Unanesa unaruhusiwa katika dakika 5 ulale kidogo. Alafu upate maono. Baada ya maono tunaendelea na injili. Na tuone dakika 5 za kulala. Sema amina. Sema amina. Unanesa. 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 Ni vipawa, maarifa. Mungu anakupa kuona kwamba hii rangi haifai, weka hii. Hii hakifai, weka hii. Ni mahali pa kawaida lakini panaboreshwa. Wito unaambatana na vipawa, karama, maarifa, ufahamu, uelewa, kibali, mng'ao, neema. Wito. Watu wajinga kama kina Petro walikuwa wavuvi, Biblia inasema wakawatikisa Mafarisayo, wakamtikisa Herode, na wakaanza kujiuliza siri yao ni nini. Katika kujadiliana wakasema Petro tunamjua ni mvuvi, hakuwa na maarifa, maana yake hakuwa na elimu ya kutosha ya kututikisa hivi na kututikisa. Elimu ya udaktari ya kumuinua kiwete bila kumtibu, na viwete waponaji mahospitali. Maana wamezaliwa viwete. Unamponya wapi? Huyo unampa baiskeli ya kutembelea. Lakini Petro anakuja anamwambia sikiliza, sina fedha, sina dhahabu, nilicho nacho ndicho nikupacho, na kuambia leo natembea kwa jina la Yesu Kristo. Simama uende. Jamaa anaruka, ameona karuka.
ameweka mguu umekaa, kaweka mwingine umekaa, kaweka mwingine umekaa, maana kaanza kuruka, watu wote wakashangaa. Alafu kina Petro wanajifanya wana mpango, anaondoka, yule jamaa anaruka nyuma yao, anawafuata nyuma yao, watu wote wanawashangaa. Maarifa ya kimungu, neema ya Mungu, upako wa kimungu, mlipuko wa nguvu. Natamani kanisa wajue hili, kwamba lazima ndani ya kanisa hili kuwe na nguvu, kwa sababu watu wenye wito wapo. Watu wenye wito wapo. Nguvu maeneo yote. Na unajua nilikuwa nasema hata Jumapili, hatuhangaiki na mapepo. Sio kazi ya mchawi kuhangaika na mapepo. Mtu akilipuka, wewe mtu mwenye wito pale pale unamshika tu kwa jina la Yesu. Toka, unaendelea na ibada. Hata umwangalia anaitwa nani, unamshika kwa nyuma kwa jina la Yesu, wewe pepo unasubua ibada. Toka, alafu unaendelea na ibada yako. Biashara imeisha. Sio mbebe msega, unamalizana naye kimya kimya. Watu walisikia kwa sauti moja, kisha unaambiwa pepo, silence, come out in the name of Jesus. Mwambie kaa vizuri hapo, fuatilia ndani. Bwana asifiwe. Wito unaambatana karamu. Kuna mlipuko wa vipawa, mlipuko wa nguvu, mlipuko wa neema. Nilikwambia kwa habari ya Amos katika sura ya 7 mstari wa 14 mpaka 17, yule Amazia akaanza kumwambia usitabiri, akamwambia Amazia sikiliza, naanzia kwako. Cha kwanza mke wako atakuwa kahaba mtaani. Cha pili hiki na hiki. Amazia akachanganyikiwa. Wito unaambatana karamu. Wito ukisema neno la mamlaka. Unajua Biblia ni nzuri. Biblia inasema Mungu kazi yake kuliangalia neno lake ili apate kufanya nini? Kulithibitisha. Analiangalia neno lake. Umetamka mtumishi, linatokea. Tatu na mwisho, kabla hatujaomba. Tatu na mwisho. Heshima kwa watumishi walioitwa. Hawa watumishi walioitwa lazima tuwape heshima. Heshima yao lazima tuwape. Tusiwachukulie poa. Heshima hii ndio maana Amos akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii, nilikuwa mchunga kondoo na mtunza mikuyu, lakini Mungu alinipa heshima. Lazima tuwape heshima wahubiri wa kweli, watumishi wa kweli. Tunawaheshimu kama baba katika imani. Wao wakubwa, wadogo, wazee, wa vijana, wao wanawake, wanaume, Bwana amewaita waheshimu. Kwa sababu heshima hiyo hawakuitafuta wao mitaani. Wengine hawakuwahi kuwaza wala kuota kama si wangesema madhabahuni kuhubiri. Kwa sababu hawakuwa na historia za wazee wao kuwa wahubiri. Maana hao watoto ambao tunawazaa sisi leo wanaweza kwanza kujifunza uhubiri, wakalazimisha wito. Sio kina sisi. Baba yangu hakuwa mhubiri, mama yangu hakuwa mhubiri, nimeitwa tu. Sasa lazima uwe na heshima, respect. Heshima kwa wahubiri walioitwa. Katika Waebrania sura ya 5 mstari wa 4. Waebrania 5:4. Na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwae na Mungu kama vile Haruni. Sema amina. Sema amina. Pigia mstari hilo andiko. Uheshimu watu walioitwa. Na lazima wakati uulize mtu, Mungu alikuitaje? Upate ka historia kidogo ili heshima yako iwe kubwa zaidi. Anasema hakuna mtu ajitafutia heshima hii isipokuwa mtu aliyeitwa kama vile Haruni. Sema amina. Sema amina. Katika Waebrania 13 mstari wa 17, alafu usimame tuombe. Waebrania 13 mstari wa 17. Waebrania 13:17. Watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Kama watu watakatoa hesabu, kuna tatizo hapa. Kuna jambo la kuangalia. Watu walioitwa wanawajibika mbele za Mungu. Biblia inasema watatoa hesabu kwa wito wao. Pamoja na makarama na uponyaji na milipuko ya nguvu, watatoa hesabu kwa wito wao. Ndio maana lazima tuwaheshimu, tujitoe kwao, tuwajali, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isige wafaa ninyi. Sio kila mtu afanye kazi hiyo. Walioitwa wafanye kazi yao, halafu sisi wengine tufanye mambo mengine. Pale uliposimama tuombe. Weka mikono yako miwili juu. Sema tu asante Yesu kwa mwanzo huu mzuri, na tunaitikia wito, na tunashukuru kwa wale waliowaita ambao wamekuwa kituhudumia, kwamba wako karibu au wako mbali, wanawaza kuhusu sisi, na Bwana umewatumia kutufungua, kutuponya, kutubariki na kutuendeleza. Sifa na utukufu ni Bwana.
kwa jina la Yesu. Amen. Mungu, asante kwa ajili ya siku hii ya kwanza. Hivi ndivyo tunavyomaliza ibada hii, na nakushukuru sana kwa ajili ya mabinti waimbaji, vijana walioandaa masuala yote ya sauti, wadada walioandaa sehemu ya ibada, na wote ambao wameandaa chochote kwa ajili ya ibada hii. Mtumishi wako Dickson ambaye yuko hapa pia, asante kwa ajili yake. Washirika ambao wamebeba ujasiri kuja leo tuanze pamoja, jina lako libarikiwe kwa ajili yao. Maombi yangu Bwana, tunapokwenda mwisho wa maadhimisho haya, ukawainue vijana wengi kwa karama mbalimbali, ukawainue vijana wengi kwa wito, na hata tunapohitimisha ibada hii na kuleta sadaka zetu, umbariki kila mmoja, na watu wanaporudi nyumbani watangulie, wafike salama, kama ulivyosema ya kwamba Mungu uko pamoja na watu uliowaita. Umetuita katika wokovu na huduma, uende pamoja na watu wako. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba.